Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika Kwale, Kilifi, Taita Taveta, Lamu na tuseme tu ni eneo zima la pwani. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, ambayo inasikika pia maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo ikiwikia 93.8 FM na ambayo inapatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia, na pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Ijumaa na hili ni jukwaa la waandishi ambapo mimi na wanahabari wenzangu huzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara Afrika. Hii leo tunajadili kauli ya Rais wa Kenya William Ruto ya kushindikiza mageuzi kwenye muungano wa Afrika yani AU ili kuafikia ustawi kwa raia wa bara hili. Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye Edith Peter. Cape Town, Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amemsimamisha kazi kwa muda kamishna mkuu wa polisi wa nchi hiyo Fanny Masemola kwa kile kilichoelezwa kuwa ni hatua ya tahadhari baada ya kufikishwa mahakamani siku ya Jumanne. Masemola mwenye umri wa miaka 62 anadaiwa kushindwa kutekeleza ipasavyo majukumu yake ya usimamizi kuhusiana na utoaji wa zabuni tata ya huduma za afya yenye thamani ya dola milioni 21 sawa na paundi milioni 15.5 ambayo sasa iko chini ya uchunguzi wa jinai na tayari imefutwa. Anakabiliwa na shtaka la kukiuka sehemu ya sheria ya usimamizi wa fedha za umma ya Afrika Kusini inayosimamia matumizi ya fedha za walipa kodi. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, Masemola alikanusha mashtaka dhidi yake akisema hana hatia, huku akisisitiza kuwa sheria ichukue mkondo wake. Masemola anakuwa mkuu wa 3 wa polisi nchini humo kukabiliwa na uchunguzi wa jinai akiwa madarakani. Ghuba. Vita vinavyoendelea nchini Iran vinatarajiwa kusukuma zaidi ya watu milioni 30 kurejea katika umasikini, huku athari zake zikitarajiwa kuongeza uhaba wa chakula katika miezi ijayo, Umoja wa Mataifa umeonya. Kuvurugika kwa upatikanaji wa mafuta na mbolea kuna kusababishwa na kuzuiwa kwa meli kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz tayari kumepunguza uzalishaji wa kilimo na kunatarajiwa kuathiri mavuno baadaye mwaka huu. Kwa mujibu wa mkuu wa United Nations Development Program Alexander De Croo, sehemu kubwa ya mbolea duniani huzalishwa Mashariki ya Kati na takribani theluthi moja ya usambazaji wa dunia hupitia katika mlango huo wa bahari, ambapo mvutano unaendelea kati ya Irani na Marekani. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO pia limeonya kuwa mzozo wa muda mrefu katika eneo hilo unaweza kusababisha janga la chakula duniani. Adre, Chad. Visa vya ugonjwa hatari wa meningitis vinaongezeka kwa kasi mashariki mwa Chad na kusababisha vifo vya karibu 12% ya watoto wanaoambukizwa katika eneo linalohifadhi mamia ya maelfu ya wakimbizi kutoka Sudan. Kwa mujibu wa Medecines Sans Frontieres, pia kuna mlipuko wa ugonjwa wa surua katika mji wa mpakani wa Adre, hali inayochochewa na msongamano mkubwa wa wakimbizi unaorahisisha maambukizi kusambaa. Kati ya watoto 212 waliolazwa katika vituo vya MSF kati ya Machi na Aprili 25 walifariki dunia, kiwango kilichoelezwa kuwa cha kutisha. MSF imesema pia watoto wengi wanafika hospitalini wakiwa na surua kali inayochanganyika na nimonia, hali inayohitaji matibabu ya haraka.
Zaidi ya wakimbizi milioni 1.3 kutoka Sudan wanaishi Chadi, wengi wao wakiwa manusura wa mauaji ya njaa kali katika eneo la Darfur. Bujumbura, Burundi. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amefanya mabadiliko katika idara ya ulinzi, ikiwa ni pamoja na kuwaondoa madarakani makamanda 6 akiwemo msimamizi wa ghala lililolipuka mjini Bujumbura. Mlipuko huo uliotokea katika eneo la Musaga, Bujumbura, uliua watu 13 na kujeruhi wengine 57. Shukran sana Edith Peter, na moja kwa moja nikichungulia kwa mbali naona wanahabari wetu wako gangari kabisa ili kuanza jukwaa la leo. Mwishoni mwa wiki jana, Rais wa Kenya William Ruto aliongoza kikao cha kamati ya AU kuhusu mageuzi ambacho huwa mwenyekiti. Kikao hicho kiliwakutanisha wanakamati wenzake ambao ni marais wa Ghana John Mahama, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, Rais wa Burundi ambaye ni Evariste Ndayishimiye pamoja na mwenyekiti wa tume ya AU Mahamoud Ali Yusuf, huku Donald Kaberuka akishiriki pia kama msimamizi wa idara ya ufadhili wa AU. Akitoa taarifa yake kama mwenyekiti, Bwana Ruto alisisitiza muungano wa Afrika kuweka juhudi mpya katika kukabiliana na changamoto za sasa, hususan uchumi, miundombinu, usalama na utangamano. Aliongeza, ili kuafikia hili, muungano wa AU sharti uridhie mageuzi makubwa kama chombo muhimu cha kuleta faida kwa raia wa Afrika. Hii leo tunahoji nini kizingiti cha mageuzi katika muungano huu wa AU? Katika jukwaa la waandishi kutusaidia kuelewa mada hii, tunao waandishi wetu kutoka Kenya. Tutakuwa na Gabriel Ingubu akiwa magharibi mwa nchi hiyo. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutakuwa na Mbelechi Msochi akiwa jijini Kinshasa. Kutoka nchini Rwanda tutakuwa naye Silvenas Karemera, na nchini Tanzania tutakuwa naye George Njogopa. Karibuni sana waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Hili ni swali ambalo tutajumuisha kila mtu na tutakuwa tunatafuta maoni chanya kuhusiana na uelewa wenu kuhusiana na siasa zinazoendelea ndani ya AU, kama ambavyo alivyotoa hoja zake mwenyekiti William Ruto. Hebu sasa moja kwa moja tuanze swala la kwanza ambalo mtalichukua nyinyi wote kwa mzunguko, tukianza nchini Kenya naye Gabriel Ingubu. Kwa nini kila wakati kuna lalama kwamba muungano wa AU unahitaji mageuzi? Tatizo hapa ni gani kulingana na uelewa wako? Nakushukuru sana Anna, wanajukwaa wenzangu, na mimi nitakuwa mchache sana wa maneno. Muungano wa Afrika AU umekuwa simba mwenye hana neno, anaguruma na inakwisha. Kila taifa la Afrika lenye linaenda uchaguzi, muungano huu wa Afrika huwa unatuma pale waangalizi. Waangalizi hutoa ripoti baada ya ule uchaguzi, na mara nyingi utasikia uchaguzi haukuwa wa huru na haki, lakini hakuna hatua nyingine yenye utaona muungano wa Afrika imechukua dhidi ya kiongozi yule ambaye amekiuka demokrasia ya wananchi wake. La pili, katika bara la Afrika kuanzia mwaka wa 2020 hadi leo tumekuwa na mapinduzi ya kijeshi katika mataifa 11. 10 yalifaulu na 1 halikufaulu. Nini kimefanyika? Muungano wa Afrika ulizidi kutoa tu press statement na ikakwisha namna hiyo. Inasema kwamba haipendezwi na kitendo hicho, inalaani kitendo hicho na inabakia pale. Juzi taifa la Israeli lilikuja katika bara la Afrika, sehemu ya Somalia, na ikatangaza Somaliland kuwa taifa, ikaweka pale ubalozi. Muungano wa Afrika umefanyaje? Umetoa tu press statement kwamba haipendezwi na kitendo cha Israel kutambua Somaliland kama nchi. Hivyo basi ikakwisha. Tukienda mashariki mwa DRC, tumeona mataifa mengi yamejaribu kutuma wanajeshi wake pale kudhibiti hali, lakini yamekuwa kiondoka. Afrika Kusini imekuwa na wanajeshi pale, Kenya ilikuwa na wanajeshi pale, Uganda vile vile imeshiriki, lakini mambo haya yote yameenda segemnege. Kwa hivyo tunahitaji muungano ambao uko na jeshi lenye nguvu na heshima. Bado nikiwa katika taifa la DRC ni kwamba mahakama ya DRC ilimhukumu rais wa zamani Kabila bila alifaa kufungwa katika DRC.
lakini bado anatembea katika bara la Afrika na hakuna taifa lolote limeheshimu taasisi ya mahakama ya DRC kumwekea vikwazo ama kumkataza Kabila kwamba asije katika himaya yake. Anatembea, anafanya shughuli zake za kawaida. Sudan zote mbili, wanamgambo ndio hao na silaha wanasumbua katika taifa hilo. Somalia, wanamgambo na silaha wanasumbua katika taifa hilo. Upande wa kaskazini mwa Nigeria, hali ni hiyo hiyo. Namshukran sana Gabi, na moja kwa moja tuende nchini Rwanda. Labda Silvanus Karemera, swala hili unalionaje? Shida iko wapi katika kuleta mageuzi, ama tuseme kwa nini kila wakati kuna lalama kwamba muungano huu wa AU ama unahitaji mageuzi? Tatizo ni lipi? Asante. Mimi nadhani Afrika haijafeli leo. Kuna kipindi Afrika kweli iling'ara sana sana katika historia. Ukiangalia jinsi wa Afrika walivyoshirikiana kuweza kudai uhuru katika njia za mapambano na katika njia za makubaliano, kipindi nchi nyingi za Kiafrika zikipata uhuru wake kuanzia miaka ya 50 mpaka miaka ya 80, Afrika ilikuwa sawa kabisa, na viongozi waliopita walikuwa ni watu wenye hekima na watu wenye ushirikiano wa karibu. Lakini katika miaka hivi karibuni tumeona kwa kweli sauti ya Afrika inazidi kudidimia kwa sababu ya kuingiliwa na ukoloni mamboleo. Mataifa makubwa ambayo yalileta ukoloni hapa Afrika kwamba hayakwenda mbali. Kilichobadilika ni mfumo tu wa namna gani wa Afrika waendelee kuwa koloni la nchi kubwa za magharibi na Marekani na kadhalika. Sasa kukosa ushirikiano miongoni mwa nchi za Kiafrika kwa kweli ni swala zito ambalo hatuwezi kulijadili na kulimaliza katika makala haya ama labda katika mjadala huu. Kwa kweli ukija kuangalia Umoja wa Afrika, nimesema kwamba ni sawa na simba asiye na meno, kama alivyosema mwenzangu, kwa kweli, kwa sababu maamuzi mengi ya bara la Afrika yanachukuliwa katika medani za kimataifa, yanachukuliwa katika nchi kubwa, hayachukuli pale Ethiopia kwa maoni yangu. Na kitu kingine ambacho kinasikitisha ni kwamba nchi za Kiafrika zenyewe, sana sana wakuu wa nchi na viongozi waandamizi wa ngazi za juu, ni kama wanaogopana. Yani kwa mfano, nchi moja ikiwa na mzozo ama labda mgogoro, hakuna rais mwenye mamlaka kuweza kumwambia mwenzie kwamba hatafanya hivi ama acha kufanya hivi, kwamba hilo sio. Kwa hiyo nadhani changamoto hizo zinatufanya kwa kweli Afrika iendelee kudorora na kuendelea kuwa kibogoyo asiyeweza kuuma, mfupa mzito ama mfupa mgumu, kiasi kwamba matatizo tunayoona sasa hivi ndio hayo ambayo yanaleta hizi athari. Kwa sababu ukiangalia huo mfano ambao umeutoa, kushindwa kumpata mgombeaji mmoja katika kiti cha Umoja wa Mataifa ni swala ambalo ni la aibu, na ukiangalia namna gani liliendeshwa, kwa sababu katika mchakato mzima hakukuwepo na mawasiliano ya awali baina ya mwenyekiti wa AU pamoja na nchi husika. Ni kana kwamba ni swala ambalo lilichukuliwa kwa ghafla, na mataifa mengi zaidi ya 20 yakawa ni kama hayaelewi na yakapinga uamuzi huo. Sasa katika hali kama hiyo, mtu kutoka nje, sana sana wa corona ambao nimewazungumzia mwanzo, inampa mwanya wa kuweza kupenyeza maslahi yake, kwa sababu sasa hivi bara la Afrika lina vibaraka wengi wa wazungu kuliko ambavyo imekuwa wakati wa uhuru, wakati ambapo wazee wetu waliotangulia katika serikali za kwanza na za pili labda na za tatu walikuwa wakijitahidi kuweka sauti yao pamoja ili kwamba Afrika iwe na sauti moja katika medani za kimataifa. Hali kadhalika tusikie maoni kutoka Tanzania, naye George Njogopa. Asante, na nimesikia wenzangu wakitoa maoni yao kuhusu hoja ulioibua hapa, mageuzi katika Umoja wa Afrika, chombo ambacho ndicho mama kikiunganisha bara la Afrika. Nionavyo mie, mageuzi ni kama wimbo ambao umekuwa ukiimbwa tangu kuasisiwa kwa umoja huu wa Afrika, miaka ile ilipochukua hatamu nchi kadhaa za Afrika kuanza kupata uhuru, na baadaye uhuru kasogea katika mataifa mengine. Kwa hivyo kumekuwa na ajenda ya kufanya mageuzi ndani ya chombo hiki ambacho ndicho chombo pekee kinachoweza kusemea sauti ya Afrika kuelekea katika siasa za kimataifa. Kwa hivyo siasa za kikanda bila shaka ni miongoni mwa sababu ambazo zinakwamisha utashi wa kisiasa kufanikisha ajenda ya mageuzi. Wakati fulani hata Rais Ruto wakati akiingia tu madarakani alisikika akisema wazi kwamba Umoja wa Afrika upaswi kuwa kama mpira wa kona unaogombaniwa kila mmoja mfungaji na mwokoaji, wakati akitetea nafasi ya Afrika, viongozi wake kila wakati kuitwa labda Washington, kuitwa London, Paris, Ubelgiji, Beijing, Russia, Uchina huko kwa ajili ya kushiriki mikutano ya kusaka majawabu ya kiuchumi kwa nchi za Afrika. Kwa hivyo ni vigumu kwa wakati mmoja nchi hizi za Afrika zikawa na sauti moja kuzungumza mageuzi na kuyakumbatia kwa dhana ya ukweli na kukaribisha. Kwa hivyo
kumekuwa na hali ya ndumila kweli miongoni mwa viongozi wenyewe, kwa sababu wakati mwingine viongozi wenyewe katika siasa wanateteana hata inapojitokeza kuzuka mkwamo wa kisiasa katika taifa moja. Ni vigumu kwa upande mmoja kuonyesha kidole kwamba hapa mnachokifanya sivyo ndivyo, kwa hivyo mnastahili kufanyiwa hivyo. Kwa hivyo itakuwa kama ni wimbo ambao unaimba kwa kupokezana, wakati ukanda wa Afrika Mashariki utaimba mageuzi, ukanda wa kaskazini utakaa kimya, nchi za kusini mwa Afrika zitaimba mageuzi, nchi za magharibi zitakaa kimya. Kwa hivyo lazima kuundwa chombo maalumu ndani ya Umoja wa Afrika chenyewe ambacho kitakuwa na jukumu moja la kukusanya maoni na kuratibu mwenendo wa kufikia hayo mageuzi yanayozungumzwa mara kwa mara. Na hatimaye tupate maoni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akishikilia kule chini Mbelechi Msochi. Asante sana kwa swali lako Ann. Mimi binafsi nawaza Rais Ruto ana haki ya kutamka hivyo na lazima kuambiana kweli, kwa sababu migogoro nyingi ya Afrika ambayo yanapaswa kutatuliwa na Umoja wa Afrika imefeli, na mwisho marais wa Afrika wamekwenda kutafuta suluhisho katika nchi za ukoloni. Hatutaenda mbali, DRC ni mfano kabisa. Kongo ili ipate amani lazima iende Marekani kufanya mikataba na Marekani. Mimi binafsi nahisi ni aibu. Naweza kusema kama rais wa Kenya ana haki yake ya kutamka hivyo. Ni viongozi wenyewe wa Afrika ambao hawaamihane na kila mmoja anahegamia upande fulani wa ukoloni kama matumaini yake, ikiwa atakuwa na tatizo nchini mwake, na mbadala ya kuaminia Umoja wa Afrika au marais wa Afrika wenzake. Naam, shukran sana kwa maoni hayo. Gabriel Ingubu. Rais William Ruto ametoa kauli hii mbele ya wakuu wa ujasusi. Je, hii ni ishara kuwa anataka mageuzi ya AU yaanzie kwenye usalama na ujasusi badala ya diplomasia ya kawaida ya suti na tai? Lile ambalo Rais Ruto anajaribu kuamsha ni yale mapendekezo ya Ezuluini, ili kusiwe na malumbano ambayo hushuhudiwa katika Afrika, kwa sababu Afrika imegawanyika mara tatu: nchi zilizo na rasilimali na uchumi mkubwa, nchi zinazozungumza Kifaransa na nchi zinazozungumza Kiingereza. Na shukran sana Gabriel kwa wazo hilo. Nirudi kwako George Njogopa, ambapo nauliza, Rais William Ruto anataka AU yenye mamlaka makubwa. Je, kutoka upande wa Tanzania ambayo kihistoria imekuwa ikilinda sana uhuru wake ya kimaamuzi, yani swala la sovereignty, je, Tanzania iko tayari kuona AU ikifanya maamuzi makuu kwa niaba ya Dodoma? Dodoma itasalia kuwa Dodoma na Addis Ababa itasalia kuwa Addis Ababa, kwa sababu nchi mwanachama anajiunga katika chombo hiki inapopata huru kwa hiari, lakini ukishajiunga katika chombo hiki lazima ufungamane na masharti na matakwa ya chombo. Utashi ndani ya nchi wanachama kupunguza madaraka, kuona kwamba chombo hiki kinakuwa msemaji mkubwa katika masuala yanayohusu siasa za kimataifa ni jambo lingine, na nchi kama nchi kuchukua jukumu kama inavyotaka kutetea masuala yake ni swala lingine. Kunapojitokeza mafungamano ya pamoja kwa jumuiya hii ya Afrika, inawezekana ni rahisi kupenyeza ushawishi kwamba ajenda hii ya pamoja kwa nchi zetu kuitekeleza. Sishangai kuona wakati fulani nchi hizi za Afrika zilitofautiana kumunga mkono aliyekuwa rais wa zamani wa Senegal wakati ambapo anawania kiti cha kumrithi kiongozi wa Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye anamaliza muda wake, raia kutoka Ureno. Nchi kadhaa zimegawika licha kwamba zilipasa kuwa na sauti moja, kwa sababu huyu ndio mgombea pekee kutoka Afrika ambaye anawania nafasi. Utakumbukwa miaka kadhaa ya nyuma chombo hiki cha kimataifa kilishawahi kutoa wagombea. Aliyekuwa kiongozi mwanasiasa mkongwe kutoka Misri alishawahi kujitokeza, Dr. Salim Ahmed Salim alishawahi kujitokeza. Alifika mpaka hatua ya mbele, kama sio kura ya turufu ya Marekani pengine angekuwa Mwafrika wa kwanza kuongoza chombo hiki cha kimataifa. Kwa hivyo nimejaribu kutoa mfano namna ambavyo nchi hizi za Afrika zinavyojivuta miguu panapohusika masuala muhimu ya kupunguza sehemu ya utashi wao wa kisiasa, kupunguza ile himaya zao na kukabidhi au kukasimu kwa chombo cha Umoja wa Afrika. Wakati tunawazia swala hilo ambalo Njogopa amelizua hapo, kuna imani yoyote Mbelechi Msochi
kuwa jeshi la AU litaleta utofauti na amani ya kweli mashariki mwa nchi yenu kule DRC? Na kwanza kuna diplomasia baridi kwa sasa kati ya Kinshasa na Nairobi, tangu haswa mikutano nyingi ya upinzani imeanza kufanyika Nairobi. Tunaweza kukumbuka kundi la FC ambalo linaongozwa na Corneille Nangaa ambaye pia ni mratibu wa FCM23 iliundwa Kenya, na kila tamko ya Ruto kwa sasa wakongomani wamekuwa kifuatilia kwa makini, na sio tu tamko ya Ruto, kila rais wa kanda la maziwa makuu, kwa sababu DRC wanashakia marais wengi wa kanda la maziwa makuu kuwa nyuma ya mgogoro au kuunga mkono makundi ya wahasi, haswa kundi la M23 ambalo limedhibiti maeneo mengi ya mashariki mwa DRC. Wazo la kuwa na jeshi kama vile NATO ya Afrika linakuwa na mashaka mtini DRC. Unajua DRC ilijiunga na East Africa Community wakati tu Rais Tshisekedi alipoanza mula wake wa kwanza, kwa matumaini mengi haswa kupata support ya nchi za hizo za Afrika ili kuimarisha usalama mashariki mwa DRC, na kila mtu anaweza kushuhudia yale yaliyojitokeza. Tuliona jeshi la East Africa Community lilishindwa kupambana na M23, na wakongomani wengi walikosoa jeshi hilo kuunga mkono kundi hilo la M23. Kiangazia jeshi la akiba la Umoja wa Afrika, swali je, litakuwa na utofauti gani na jeshi la Africa Community ambalo lilishindwa kupambana na wahasi wa M23? Nawaza Kongo kwa sasa inashakia pendekezo kama hilo, kwa sababu tayari ni mwathirika wa jeshi la East Africa Community, na tuliona Kongo ilienda upande wa jeshi la SADC ambalo pia lilishindwa kupambana na M23. Na pengine kwako Silvanus Karemera, Afrika Kusini na kanda ya SADC tuseme, mara nyingi huchukua msimamo wa kipekee. Je, pendekezo la Ruto la kuiga mifumo kama ya kule EU na NATO linaonekana kama mageuzi ya lazima au ni ya kuleta mifumo ya kimagharibi ndani ya bara Afrika? Haya niseme ni mageuzi ya lazima, lakini sio kwamba mageuzi haya hayajakuwepo. Haya ni mageuzi ambayo yamekuwepo kwa sababu ukija kuangalia hizi kanda 4 za Afrika kuhusu uchumi na ulinzi na usalama kwa ujumla wake, kwa mfano Afrika Mashariki, kwa mfano upembe wa Afrika, kwa mfano kule upande wa magharibi ECOWAS pamoja na SADC kama ulivyosema, kila kanda imejizatiti katika swala zima la kiuchumi pamoja na kiulinzi, lakini ni kama kanda hizi sana sana majeshi yake ni kama hayafanyi kazi kwa kweli kutokana na uingiliwaji wa kisiasa. Tumeshuhudia kwa mfano kikosi cha East African Standby Brigade kiko pale, lakini sana sana kimekuwa kikabiliwa na tatizo la ukosefu wa budget, na kama nilivyosema mwanzo ni kwamba mikakati ambayo Afrika inachukua hata kwenye tuseme haya mashirika ya kikanda yanakuwa na utegemezi wa bajeti kutoka nje, kutoka nchi za magharibi. Sasa huwezi kujizatiti wakati bado unategemea ufadhili kutoka nje. Tumekuwa na viongozi wetu wakizungumza sana katika hizi kumbi za mikutano, lakini inapokuja katika swala zima la utekelezaji inakuwa ni kizungumkuti. Kwa hivyo ndio wamezungumza, lakini je, uwezo upo wa kifedha na utashi wa kisiasa pamoja na kiserikali? Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo. Mimi ni Anne Ngugi. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire, yani redio ya kijamii ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio iliyopo mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Naona muda unayoyoma kweli kweli, na dakika ndizo hizi za mwisho.
Tukianza na Kenya, Gabriel Ingubu, kuna wakosoaji wanaosema Ruto anapanua mabawa kimataifa wakati hali ya uchumi na kisiasa nyumbani ni tete. Ni ukweli kwamba watu ambao wanastahili kuona faida ya mikataba na makubaliano kama haya ya upande wa Umoja wa Mataifa ni watu ambao wanaishi chini ya $3 kwa siku, na Kenya iko na watu zaidi ya milioni 1 wanaoishi chini ya $1 na watu milioni 23 wanaoishi chini ya $3. Kwa hivyo wale ambao wanaona faida ya msukumo huu wa William Ruto ni wale ambao wanafanya vitu kama biashara ya kimataifa, ni wasafiri wa mara kwa mara kutoka nchi moja hadi nyingine, na vile vile ni watu ambao wamestawi kidogo kiuchumi. Lakini baada ya muda, ikiwa yatafanikiwa, ikiwa Umoja wa Afrika utafanikiwa kwa haya malengo, basi mtu ambaye anaishi maisha ya chini ndio ataanza kuona umuhimu wa makubaliano haya. George Njogopa, hoja ya free movement inagusa soko la ajira na rasilimali. Je, kuna hofu nchini Tanzania kuwa kufungua mipaka kulingana na pendekezo la Ruto kutasababisha ushindani usio na haki? Kwanza, nchi za Afrika zenyewe zimegawika kuhusu soko huru, licha kwamba kumekuwa na mikataba mbalimbali katika majumuiya haya ya kimataifa, na miongoni mwa hayo Tanzania bado inasita kufungua milango yake kwa wakati mmoja kuruhusu soko huru. Na kumbuka wakati fulani kulikuwa na majadiliano makubwa, mzozo mzito katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu kuanzisha soko huru na kufungua mipaka, shughuli za kibiashara, ufanyakazi na mpaka hata masuala ya uhamiaji ardhi. Tanzania inahisi kwamba raia wake bado hawajakuwa tayari kuhimili ushindani wa soko, na ina sehemu kubwa ya ardhi. Baadhi ya mataifa katika nchi za Afrika zina shida ya ardhi. Inapokuja kufungua moja kwa moja masuala haya ya kisera, bado kunakuwa na wasiwasi. Ndio maana kunaanzishwa ajenda kwamba tupate twende katika kura ya maoni kuuliza wananchi, je, mko tayari kufungua milango moja kwa moja? Beleji Msochi, ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pendekezo la Ruto la kuondoa mipaka ya kikoloni linapokelewa vipi nchini mwako DRC? Wakongomani wengi wanagombania udhibiti wa mipaka yake tangu ukoloni. Tunaweza sema ni kidonge kitungu ambacho viongozi au wakongomani hawezi kubali kumeza, kuondoa mipaka, kwa sababu wamesema ya kwamba majirani wamevunja mipaka kuja kuchukua rasilimali yao. Kuzungumzia soko huru la watu wakati mipaka DRC ni dhaifu na inapitika rahisi na makundi ya waasi, iwe makundi ya nje na makundi ya ndani. Mipaka ya Kongo kabisa hayaimarishwa, ni mipaka yenye kuwa dhaifu, na kufungua tena soko ya pamoja mipaka ni kama kufungua njia rasmi kwa wale ambao wanapenda kugusa rasilimali ya DRC. Silvanus Karemera, William Ruto anataka ujasusi ufungue fursa za bara. Ushirikiano wa kijasusi unatazamwa kama njia ya kufikia soko huru, yani soko hili la AfCFTA, au ni njia ya kuimarisha ulinzi wa tawala zilizopo? Hapana, nadhani ukifuatilia hotuba ya Rais Ruto ni kwamba hotuba yenyewe kama hotuba ni nzuri kwa kweli, kwa sababu ina mapendekezo mazuri, ina mapendekezo mengi tu mazuri, na inashabihiana na sheria ambazo serikali zimeweka. Nimekuwa nikisema mara zote kwamba serikali za Kiafrika zina sheria nzuri, zina maangalizo mazuri, zina mikataba mizuri, lakini shida inakuja pale katika utekelezwaji. Sasa katika swala hilo ambalo umeuliza, katika ushirikiano wa kijasusi, kwa kawaida ushirikiano wa kijasusi si mbaya, kwa sababu bila kuwa na taarifa za kijasusi maana yake ni kwamba upo katika hatari katika swala zima la usalama wa nchi yako. Niwashukuru sana wanahabari wenzangu kwa kushiriki jukwaa la Ijumaa hii. Tunarudi kukumbusha pia wasikilizaji wetu kwamba tukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Radio Ngoma ya Amani Fizi ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi.
Tunaye Radio Maniema New City ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia Ijumaa ya kukata na shoka. Hali kadhalika tunapoingia wikendi basi na kutakia wikendi iliyonoga kwa shughuli chanya. Asanteni wote.